لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasikilizaji watazamaji wa kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Tunarudi tena katika vipindi vyetu vinavyoendelea katika kufundishana na kukumbushana mambo yanayoelekea dini yetu na namna vipi Mwenyezi Mungu anataka tumwabudu katika hii dunia. Naam. Kama tulivyotangulia kwamba Uislamu una nguzo tano. Uislamu una nguzo tano. Katika hizo nguzo tano tunaizungumzia leo nguzo ya tano katika utaratibu ya katika hadithi ya kwanza, au nguzo ya 4 katika utaratibu katika kuendana na utaratibu ya hadithi ambayo imepatikana katika Sahihi Muslim, ambayo ndiyo nguzo ya haji. Nguzo ya haji au nguzo ya hija, sema utakavyo. Ndugu zangu Waislamu na wote ambao watatizama, wataifuata ukumbusho huu au ufundisho huu, ni kwamba Mwenyezi Mungu ameumba kiumbe mwanadamu kwa ajili ya kumwabudu yeye. Mwenyezi Mungu ndiyo ameichagua dini ya Uislamu au njia ya Uislamu kuwa ni njia ambayo mwanadamu apaswa kumwabudu juu yake, ndani yake. Kwa hiyo ndani ya Uislamu hakuna Muislamu afanya atakavyo, isipokuwa afanya kama vile ameamrishwa na Mwenyezi Mungu na akafundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakubaliwi Muislamu kufanya jambo pasipokuwa na elimu. Lazima kwanza ajue jambo kama ni ibada anataka tekeleza, anataka kuifanyia kazi, lazima kwanza kabisa itanguliwe na ujuzi. Kuwa na ujuzi na jambo lolote utakalofanya ili ufanikiwe au upate kulifanya vizuri. Kama hujapata kujifunza na jambo hilo, hata ukilifanya utalifanya katika namna ambayo si ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Yani utaifanya katika njia ambayo haitotengeneza jambo hilo. Bal utafanya mambo mengi au kwa nguvu, lakini kwa namna ambayo haikumridhisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu haujapata mafundisho kutoka kwake au kutoka kwa mtume wake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila ibada itakiwa ijulikane kutoka katika Qur'ani au sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote utakalofanya, unataka ulifanye katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, watakiwa uwe na elimu nalo, yani uwe na dalili. Jambo kama halina dalili, basi usifanye. Hata kama ukiona kwamba hili jambo zuri, haukubaliwi kufanya, kwa sababu utakapofanya labda unaweza ukafanya jambo la uzushi, na Mwenyezi Mungu hapendi mambo ya uzushi ndani ya Uislamu. Dini yake imekamilika, ina mafundisho ya kutosha kutoka kwake Mwenyezi Mungu ambayo ni Qur'an, ina mafundisho ya kutosha kutoka kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inayo mafundisho ya kutosha kutoka katika maswahaba za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika matabi na tabi'in na wajuzi wa elimu ya Kiislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kila jambo ndani ya Uislamu latakiwa lifanywe kwa njia ambayo inaeleweka na inafahamika
na ina uthibitisho kutoka katika Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nguzo ya 5 ndani ya nguzo za Uislamu, anasema Ibn Umar radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar anasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunya al-islam ala 5, Uislamu umejengwa katika nguzo 5: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zaka wa hajjul bait liman istata'a ilayhi sabil wa sawm Ramadan. Na kwa njia nyingine anasema qaddama as-sawm qabla al-hajj, katika riwaya nyingine. Alimuhimu inachotakiwa hapa ni nini? Ni kujulikana kwamba hata riwaya zije ni aina ya 100, lakini lazima hija itakuwa ndani yake. Kwa hiyo hija kama itakuwa ndani yake, ya maana kwamba mtu kufanya hija ni nguzo katika nguzo za Uislamu kwa yule ambaye ana uwezo, amepata uwezo wa kwenda kufanya ibada hiyo, ana uwezo huu. Hija ni njia iliyofanyika kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa njia ya kutukumbusha Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na Nabiyullah Ismail alayhi salatu wassalam. Hawa Ibrahim na Ismail, Ibrahim ni nabii na mtoto wake ambaye ni Ismail na yeye alikuwa ni nabii. Subhanallah, hawa ni kizazi ambacho Mwenyezi Mungu amejalia hii familia yote wawe wote ni wanabii. Ibrahim nabiyullah, Ismail nabiyullah, Ishaq nabiyullah. Hawa wote walikuwa ni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni familia moja. Baba alikuwa ni nabii, watoto walikuwa ni manabii. Kwa hiyo ndiyo sababu Mwenyezi Mungu anasema wattabi' millata Ibrahim hanifa, ebu mkaifate njia au mpwate mwenendo wa Ibrahim aliyempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo, walam yakun minal mushrikin. Yani Ibrahim alayhi salatu wassalam hakufanya jambo lolote ambalo ni la ushirikina, kuanzia udogoni mpaka uzeeni. Kutokana hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, yutihi man yasha. Mwenyezi Mungu impa yoyote mja wake katika waja wake. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salatu wassalam ni mwenendo mzuri wa kumjua Mwenyezi Mungu na kumpekesha kwa kila jambo, hasa katika kumwabudu Allah jalla wa ala. Kwa hiyo ndani ya hija ni njia ya kumkumbuka au ya kumfuata mwenendo huo na kuona vipi Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa akimpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu, na vipi amezifuata nyayo au maamurisho ya Mwenyezi Mungu pasipo kusikitika au kusitasita labda ya kibinadamu. La, basi kila jambo hata likiwa lizito ambalo lilikuwa ni lizito kwa mwanadamu, Ibrahim alayhi salatu wassalam alikuwa akijua kwamba hili jambo ni Mwenyezi Mungu ameniamrisha na hakuna ambaye inatakiwa nimfuate isipokuwa katika amri zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anayekwenda kufanya hija anakwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuitimiza nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu, ambayo ni njia au ni nyayo za kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyofuata au namna alivyofanya ibada ya haji. Kwa hiyo haji ina ibada zake maalum. Al-hajj ina ibada zake maalum, yani ni kama kutembea au kutembelea au kuizuru nyumba yake Allah jalla wa ala, ambayo ni Kaabatul Musharrafa, iko katika Baitul Haram, iko katika masjidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo yuko haram, yuko Makka. Sasa watu wanaoenda kule huitwa mahujaji. Anayekwenda kule anaitwa haji, yani mtu ambaye ameizuru nyumba yake Allah jalla wa ala. Na maelekezo au kuelekeza kidogo katika hali hii ni kwamba jina la haji linapatikana mtu akiingia Maka, na akitoka Maka linabaki pale pale. Ina maana huendi nalo nyumbani
Sasa sisi watu wengi wanafanya yani makosa, au sio niseme ni nini, mtu haitwi haji akitoka Maka. La, ukimaliza mambo ya hija unatoka Maka, basi jina linabaki pale pale. Ulikuwa haji wakati ulikuwa pale Maka, unafanya mambo ya ibada pale, hapo la kuwa ni haji. Lakini utakapotoka, ukitoka ukirudi nyumbani, unarudi na jina lako lile lile, silo jina la haji tena. Yani na maana haji sio sifa, haji sio sifa au sio jina la mtu kwamba ataitwa tu akienda Maka na atakapotoka Maka. Kwa nini? Kuna mambo mengi yanayotokea hapo kutokana na jambo hilo. Watu hawajalifahamu au hawakulifundishwa, lakini si zuri. Ni kama vile, kwa mfano, ni kama vile unavyotekeleza nguzo ya pili ambayo ni nguzo ya swala. Unakitekeleza nguzo ya pili ya Uislamu ni kusali. Je, vipi mtu akitoka msikitini, akienda msikitini atakuwa ni mswaleh, ni mtu wa kusali, amekwenda kusali. Yani kwa hiyo ukitoka pale unaitwa swala au unaitwa muswaleh? La, abadan. Ni kwamba jambo hilo hata ukifanya haji na baki kule kule, sio ujenayo tena nyumbani kwetu unakokaa. La, basi unabaki na jina lako, ili isije ikawa ni namna ya kupata ria, yani ya kupata, kuna shiriki mdogo anayeingia ndani hapo. Yani mtu anienda hija ili apate jina hilo, na hilo inakuwa hija si vizuri. Kwa hiyo hija, Allah subhanahu wa ta'ala ametuonyesha kwamba hija ina uzuri wake. Mtu akipata namna ya kufanya hija, afanye hija ikiwa ni wajibu kwake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, anasema walillahi ala nas hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nas, yani wajibu la Mwenyezi Mungu kwa wanadamu wale ambao wana uwezo, hajju baitillahi liman istata'a ilayhi sabila, kufanya hija, kwa kwenda kuielekea, kuitembelea nyumba yake. Ni wajibu kwao, ni wajibu kwao kuitembelea nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Kaaba, wa Kaabatul Musharrafa. Na hii Kaaba ambayo imetakatika ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, imejengwa, iko ndani katika haram, katika Masjid al-Haram ya Makka. Ni kwamba kuitembelea au kwenda kwayo, kuitembelea ni kwamba ni ibada. Mwenyezi Mungu anaamrisha wanadamu, anasema ni jambo kubwa kwa wanadamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ipatikane hapa. Mtu anakwenda kufanya hija kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, awalan ikhlas lillahi azza wa jalla, anaitekeleza kwa ikhlas, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. La pili ni kufuata maamurisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitekeleza nguzo ya Uislamu. La tatu ni kupata uzuri wake atakaopata katika kutoka katika kwenda katika kufanya hija, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pumzika kidogo ili tuje tukamilishe. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Naam, tunarudi tena katika kuendelea kuonyesha uzuri wa kufanya haji. Tumeona kwamba Mwenyezi Mungu, wewe haji unayetaka kufanya hija, kwanza tengeneza moyo wako, tengeneza nia yako kwamba unafanya hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi azza wa jalla. La pili, pata kwamba unataka uzuri wake Mwenyezi Mungu aliyouweka kwa wale ambao watakayotembelea nyumba yake. Uzuri gani atakaowapa? Watapata uzuri gani? Yani ni thawabu wanazotoa pale.
Kwa hiyo mtu akitekeleza kama hivi, kwa sababu hija inatakiwa nguvu, inatakiwa pesa, inatakiwa nguvu ya mwili na kufanya ibada zake, inakuwa kuna mashaka ndani yake. Lakini kwa kufikiria uzuri ambao uliomo ndani yake, mwanadamu hapati uchofu, mwanadamu hapati kusikitika, mwanadamu hapati labda kupunguza nguvu zake, la abadan. Bas kwa sababu uzuri uliomo unamvutia roho yake au imani yake, yamvutia kufanya ibada, hapati uchofu. Kama alivyosema Sheikh wetu Sheikh Ibn Baz alivyoulizwa na mwanafunzi ambaye alikuwa naye katika njia za dawa, alikuwa akifanya dawa sana. Mwanafunzi anatuzungumzia vipi Sheikh alikuwa anafanya dawa yake, na alikuwa anavyokuwa anaambatisha na ibada nyingi. Sasa jamani, kijana au mwanafunzi anasema kwamba tulikuwa katika njia tumefanya dawa, katika dawa zake shekhe nilikuwa nikimsindikiza. Basi tukifikia mahala sisi wote tumechoka, hakuna tunachohitaji isipokuwa mapumziko, tunataka sehemu ya kupumzika. Alhamdulillah walillahi alhamd, tukapata sehemu ya kupumzika, tukapumzika. Anatuzungumzia mwanazioni huyu aliyo mwanafunzi wa Sheikh. Anasema tulifika pale, kwa kila mmoja anachokihitaji ni kuweka ubavu wake ili apumzike kidogo. Anasema nilishangaa wakati uweka ubavu wangu kutokana na uchovu tulikuwa nao, mimi nikasinzia moja kwa moja. Baada ya kusinzia, nilivyoamka kidogo nikakuta Sheikh yuko anasali. Yani hiyo ni usiku. Kamkuta, nikamuona yeye sasa anasimama yuko nasali. Subhanallah. Anasema nikarudia tena nikasinzia. Kwa kusinzia huku basi nikaendelea tena kutokana na uchovu. Niliposimama tena, nilipoamka tena zinduka hivi, nikamkuta Sheikh anaendelea na kusali. Nikaona sasa huyu mzee anayefanya hivi alikuwa katika miaka 80 na mimi nilikuwa kijana katika miaka 40 na 50 hivi. Anaonekana kama yani yeye ana nguvu, lakini hakuweza kutokana na uchovu. Sio kwamba huyu alikuwa hana ibada, la, lakini ni kwamba watu wanazidiana kutokana na imani zao, kutokana na mambo yanayoweza. Huyu alikuwa ni mwanazioni, ana elimu na anafanya kazi, mwenye ibada, ni mtu mwenye ibada. Basi akasema kijana, tulipotoka tukaendelea, basi nikamuuliza Sheikh, kamuuliza nini? Mbona kabisa wewe ni mtu mzima, wewe miaka mingi, tulikuwa sisi watu tumechoka, lakini nani shangazi, nguvu umezitoa wapi wewe? Akamwambia kijana, akamwambia hadha min fadlillah yu'tihi man yasha. Akamwambia kijana, usiulize kwamba kwa nini, basi yani ni kama vile kumpunguza, asimuulize sana ili asije akapata ria ya kujisifu kwamba mimi ni mwenye ibada. Yani akamwambia basi hii ni upeo wa Mwenyezi Mungu, anampa mtakai katika waja wake. Akamwambia la Sheikh, niambie nguvu zako unazitoa wapi hivi nule? Anasema Sheikh alivyoona yani nangangania na msikitiza, akabidi aniambia jambo la kunitosheleza kabisa. Akaniambia kwamba idha kana alqalbu ya'mal fa innal jasad la yata'ab. Kama moyo ndani, roho inafanya kazi kwa Mwenyezi Mungu, yani inamfikiria Mwenyezi Mungu, inataka thawabu zake Mwenyezi Mungu, inakuwa ni yenye kutaka Mwenyezi Mungu ampe fadhila zake, anavyofikiria janna yake, anavyofikiria thawabu zake, yani unakuta roho inataka kufanya sana. Kwa hiyo kama roho yako inafanya sana, mwili wako huwezi kuchoka. Kwa sababu kwenye maana yake kwenye hija, ukifanya hija inataka nguvu, inataka upeo, yani mtu awe na imani nayo. Utakapokuwa na imani nayo, hutasikia au hutohisi uchovu, hutohisi yani nguvu za kutegemea, la. Kwa sababu gani? Kwa sababu nacho kitafuta mbele huku kikubwa sana, kinakuvuta, unasahau maumivu na uchovu. Wa barakallahu fikum. Naam. Kwa hiyo hija ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakiwa kutengeneza kwanza kabisa kiimani, ikhlas lillahi azza wa jalla. La pili,
kuzifikiria vipi unakavyo, yani mimi hivi niwe natekeleza kumwabudu, niko na muabudu Mola wangu, niko mbele yake, niko katika nyumba yake, niko nafanya ibada zake na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hiyo na kuzifikiria na kuzitaka thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi kwenye sahihi Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati mukaffiratu ma bainahuma. Anasema kwamba kufanya umra ya kwanza na umra ya pili, Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi yalikuwa katikati yao. Wal hajjul mabrur, na haji iliyofanyika katika mwenendo mzuri, ikhlas wal mutabaa, ni kufanya ikhlas lillah na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna uzushi wowote, hakujasema maneno mabaya, haukufikiria mbaya na vinginevyo. Alhajjul mabrur, na haji ambayo imekuwa safi kabisa. La jazauhu, hakuna jazaa illa aljanna. Subhanallah. Kwa hiyo aliyefanya hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuzitafuta thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kuna thawabu gani ambayo inazidi aljannatu Allah azza wa jalla? Kumtu Allah subhanahu wa ta'ala kumpa janna aliyoitengeneza kwa ajili yake Mwenyezi Mungu, kwa wale ambao wametekeleza ibada zake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwamba alhajjul mabrur, hija iliyotengenezwa vizuri, iliyokuwa vizuri, iliyofanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haina uchafu ndani yake. La jazaa lah, hakuna jaza, hakuna malipo yake illa aljanna, isipokuwa Mwenyezi Mungu kuingiza moja kwa moja kwa janna. Na katika hadithi nyingine iko kwenye sahihi al-Bukhari na Muslim, tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambiaje? Anasema al-hajj, ambaye amefanya haji walam yarfuth walam yarfuth, mtu ambaye amefanya hija hakusema mambo mabaya, hakuyafanya mambo mabaya, anasema rajaa, huyu haji aliyefanya haji nzuri, ambaye amefanya kwa njia, pesa zake zilikuwa safi, njia imekwenda vizuri, ibada amezifanya vizuri na kwa nia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yarji, huyu haji anarudi nyumbani kwake kama waladatuhu ummu, kama alivyomzaa mama yake. Yani anarudi kama vile mtoto mchanga, hana dhambi lolote, Mwenyezi Mungu amemsamehe kila dhambi. Kwa hiyo hii haji unayoifanya, ukienda kufanya haji, unakuwa na huzuni mwingi zaidi, kama anavyotuonyesha katika ahadithi hizi tulizozitanguliza. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu, hija ni muhimu, ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ni njia ambayo Mwenyezi Mungu amemwepesishia mja wake namna ya kumfikia mapema, au namna ya kumtengenezea njia zake za kuingia janna yake, kwa yule ambaye amefahamu vizuri ukubwa wa haji, uzito wa haji, na namna ya kutekeleza ibada zake Mwenyezi Mungu alizotuumba juu yake. Tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ibada zake Mwenyezi Mungu amezitengeneza katika njia ambayo huwezi ukasikitika au huwezi ukapotea, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayeifuata njia yangu, atakayefuata mwenendo wa Mwenyezi Mungu nitakaoniumpa, atakayeufuata vizuri Uislamu, fala yadhillu, hatopotea njia hapa duniani. Maisha yake yatakuwa ni yenye kutengamaa kwa kila aina na kila namna, kwa sababu ataishi katika njia za kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kidogo, kichache, kikubwa, kingi, atakuwa matatizo, furaha, kila kitu, kila jambo, kwa kila njia atakuwa ni mwenye kupata thawabu zake, kwa sababu anajua ya kwamba Mwenyezi Mungu anaishi kwa juu yake. Mwenyezi Mungu amemuumba kwa ajili ya ibada Allah jalla wa ala. Kwa hiyo anayefanya haji anakuwa ni haji
mwenye kuhiji kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa namna alivyomfundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu akikuwezesha, akikupa kipato, akikupa mapato kidogo, usije ukasikitika au usije ukaacha fikira zako ziweke juu, ili upate vizuri maisha mazuri hapa duniani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, maisha ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ndiyo maisha pekee ambayo yanayofurahisha. Ukiishi katika njia ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ukiishi katika namna ya kumfikiria Mola wako, ukiishi katika namna ya kutaka kumuridhisha Mola wako, wallahu utaishi katika maisha ambayo yatakufurahisha. Utaishi katika maisha ambayo huwezi ukapata matatizo katika hii dunia. Sio kwamba hutopata matatizo ya kiubinadamu, utayapata haya, kwa sababu hii ni dunia na ndiyo maisha ambayo yameweka hapa. Maisha, usifikiri kwamba utaishi bila maradhi. Utaumwa kwa sababu naishi katika maisha ya kupata maradhi. Usifikiri kwamba utaishi bila kuchukia. Utachukia kwa sababu wewe ni mwanadamu, na maisha ya hapa duniani kuna kuchukia na kuna furaha na chuki. Lakini ambaye atakayechukia naye mfikiria Mwenyezi Mungu, ambaye anaendeshwa na dini ya Uislamu, chuki yake tofauti na chuki ambayo hana na mtu ambayo hajui Uislamu. Maisha yake yatakuwa ni tofauti, kwa sababu huyu atakuwa anachukia kiubinadamu, na yule ambaye anamfahamu Mwenyezi Mungu, anaishi katika maisha ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, atachukia katika ibada. Atakuwa anachukia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, yani atachukia yale anayoyachukia Mwenyezi Mungu. Na kama atamchukia mwenzie, hatomchukia kwa sababu hakumpa chakula, hawezi kuchukia kwa sababu hiyo. Atachukia kwa ajili huyu ameacha sala, atachukia kwa ajili huyu anaambiwa Qur'ani hataki kusoma, anachukia kwa ajili huyu hataki kwenda mwenendo wa Kiislamu, basi huyu atachukia. Lakini kama yeye anaishi katika maisha ambayo ni ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi huyu mwanadamu ataishi ni maisha ya kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo atakuta maisha yanamwenendea vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, inatakiwa kwa yule yote Mwenyezi Mungu amemwezesha kufanya jambo hili, awe ni mwenye kutekeleza haji kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja wake ambao wanazitekeleza amri zake na kuzifata amri zake na kutafuta njia na kuziweka katika njia aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika